kwa nyie Waislamu amani iwakania, wajukuu wa Mariamu kaeni naye Masia, rero na mabwaga zima tona bila tamashaka, mromo una baba mabwaga goigo mashaka. Ni sauti ya matumbuizo katika hafla iliyojumuisha misururu ya mradi wa Kumekucha Quest. Kuna mtu analala bila ya kuwa na mawazo mwanzo. Niambie bro, inakuwaje? Kwanza kabla sijalala, ndio nafaa nifikirie kwa. Unafikiria nini? Nafikiria kitu chochote, labda kile ambacho nimekitenda kwa ule muda ambao umepita, ama kutatokea nini baadaye. Ndio tutashikwa na usingizi. Tuasiumu kile kitu unachofikiria ni kitu kibaya. Umeua mtu ama umepiga mtu panga. Je, usingizi utakuja? Usingizi hauwezi kuja. Kwa nini usije? Na pia ni fikra hii. Utakuwa na wasiwasi. Kwanza hata kama usingizi wenyewe utakuja, basi utakuja ule ung'amng'ama. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho kinapombaza mtu mpaka kulala? Mradi unaotekelezwa chini ya Samba Sport Youth Trust. Karibuni katika mradi wetu wa Kumekucha Quest. Huu ni mradi ambao tumekuwa nao miaka na mikaka na bado tutaendelea kuwa nao. Pengine unaweza kuwa unajiuliza mbona leo tuko hapa? Tuko hapa ili tuongee, tujadiliane. Kusema ukweli, hali za sasa na kule kitambo ziko tofauti. Ndio maana leo program ambayo inatoka hapa inaitwa Intergenerational Dialogue Forum. Yaani inamaanisha kuwa tunataka kujua kule nyuma watu walikuwa wanafanya nini na haya mambo ya stress. Mbona sasa hivi twashikiana vipanga? Mbona sasa hivi twaenda sijui kule Tale? Mbona sasa hivi tuko na unyama? Ni vipi watu walikuwa na deal na vile vidonda vyao, makovu yao ya moyoni kitambo bila kutoa uhai wao? Ni kitu gani walikuwa wanafanya? Ndio maana leo tuko na wazazi ambao wametushinda umri, alafu tuko na vijana. Kwa hivyo nataka kuwakaribisha ili tupate kuongea, kujadiliana, kusoma, usiogope, ili mradi tukitoka hapa hivi tumejifunza. Shughuli hii ya kipekee ilifanyika katika makao makuu ya Samba Sport Youth Trust maeneo ya Kombani, kaunti ya Kwale, huku ikiwajumuisha washikadau mbalimbali wakiwemo maafisa wa serikali. Aidha, walengwa walikuwa wazee, vijana na kina mama ili kupata suluhu la kudumu katika vita dhidi ya athari za msongo wa mawazo katika jamii. Umukongo maraiba kuola lazima mawazo karibu. Ukifika nyumbani wanipenda uongo, kwenda huko nje mwenyewe una hapo. Sio msongo wa mawazo huo jamani. Kulingana na Samba Sport, wameshuhudia mabadiliko sahihi katika kipindi kisichopungua miaka miwili katika utekelezaji wa mradi huu. Kabla huu mradi ukuje, vijana wengi walikuwa na hisia tofauti, walikuwa hawajui namna ya kujikidhi wakati wako na stress zao, na most of them walikuwa naingilia zile the negative way kama kuvuta sigara, kulipiza kisasi, kuuana, chuki, hizo zote. Tangu tukuje na ndani ya miaka hii miwili tumeona mabadiliko makubwa, ikiwamo sahi kuna zile aspect tunaita community care and relational well-being. Sahi watu wanaweza keti wakaleta utofauti wao kwa pamoja, na ni jambo zito sana. Sisi tunalifurahia kuwa sahi tunarudi tena katika ile ubinadamu. Ushauri na saa ulitolewa kwa vijana katika kutunza nyenzo zao, huku wazazi wakitakiwa kujukumika katika uimarishaji wa malezi ili kuijenga jamii bora. Nikiripotia Talanta Mwanzo Media, jina langu ni Ndala Francis Dennis.